Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na teknolojia za kiafya zasaidia wanafunzi kufanya maamuzi sahihi wawapo chuoni. Ikulu ya Urusi yaikosoa kauli ya Trump kuhusu Putin. Na katika michezo, waamuzi wa Tanzania kushiriki semina ya CAF. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Mariam Fakini atakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa, Abdul Sami Hawanga atakayekusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Nurdin Suleiman. Na tuanze na habari za kitaifa. Wananchi jijini Mwanza wameeleza kuwa sekta binafsi ina mchango mkubwa katika kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Wakizungumza na SAUT TV habari, wananchi hao wamesema sekta hiyo si tu kwamba inasaidia kuongeza kipato, bali pia inachangia kwa kiasi kikubwa kukuza ujuzi na kuboresha maisha ya kila siku. Ripoti yake Maureen Samson inaeleza kwa kina juu ya taarifa hiyo. 70% ya pato la taifa nchini Tanzania linaletwa na sekta binafsi, na huku takriban 80% ya ajira kila mwaka zinatoka katika sekta binafsi. Siku ya leo nimepata nafasi ya kuzungumza na watu ama wahusika katika sekta hizi binafsi, nao wameeleza faida mbalimbali wanazozipata kutokana na sekta hizi binafsi. Naitwa Agnes Patrice, ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la African Child Comforters Organization ambalo linapatikana Mwanza, na tunadili na watoto wenye mahitaji mbalimbali katika jamii. Zina mchango mkubwa sana katika kukuza ama kuongeza pato la mtu binafsi, lakini pia pato la taifa kwa ujumla. Kwanza, mashirika ambayo yameshajimudu ni makubwa, yanaajiri watu vijana. Kuna mashirika yana wafanyakazi 20, 30 kuendelea, kutokana na inategemeana na ukubwa wa shirika. Lakini pia baadhi ya mashirika mengine huwa yana miradi ambayo inasimamiwa na kuendeshwa na shirika. Kwa majina naitwa Frank Emmanuel Chare. Umuhimu wa sekta binafsi kwa taifa, kwanza kabisa inasaidia kuwapa vijana ajira, kwa sababu sasa hivi tunaangalia serikali ina wimbi kubwa na wasomi ambao wako mtaani. Kwa hiyo sekta binafsi inasaidia kupata ajira, kuwapa vijana mbalimbali ajira. Pia sekta binafsi inasaidia kuongeza pato la taifa kupitia kodi wanazotoa, pia kupitia uwekezaji wanaofanya katika nchi yetu. Pia ukiongelea sekta binafsi pia inasaidia biashara nyingi zinakuwa. Kwa upande wangu mimi, sekta binafsi ina mchango mkubwa sana. Kwanza kabisa inaweza kunisaidia mimi kuwa na uhuru wa muda wangu mimi mwenyewe. Naweza kumiliki muda wangu na kuwa napanga mambo yangu mimi nayafanyaje na nayamalizaje. Lakini pia inanipa nafasi ya kuweza kuinua watu wengine na kuwapa ujuzi wa kuweza kumiliki biashara zao wenyewe. Kwa upande wangu sekta binafsi ina mchango mkubwa sana. Hayo ni baadhi ya maoni ya watu kuhusiana na swala zima la sekta binafsi hapa nchini, na hususan mawazo yao yamekuwa chanya katika swala zima la kujikwamua kiuchumi. Maureen Samson, SAUT TV. Shukran sana Maureen Samson kwa ripoti hiyo. Na sasa tugeukie na taarifa nyingine. Baadhi ya wanafunzi wa kike katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino SAUT jijini Mwanza wameeleza mbinu mbalimbali wanazotumia kujilinda dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa UTI, ambapo mara nyingi huathiri zaidi wanawake. Wakizungumza na SAUT TV habari, wanafunzi hao wamesisitiza umuhimu wa kujitunza kiafya na kubainisha njia kadhaa wanazozitumia kama nyenzo muhimu ya kulinda afya zao dhidi ya ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Elizabeth Donatus ana undani wa taarifa hiyo. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, ugonjwa wa UTI ni maambukizi ya mfumo wa njia ya mkojo ambapo husababishwa na bakteria kutoka katika eneo la njia ya haja kubwa au sehemu za siri na kuenea katika kibofu cha mkojo. Maambukizi ya ugonjwa huu huwapata zaidi wanawake. Miongoni mwa sababu zinazotajwa kuchangia uwepo wa hali hii ni pamoja na usafi duni wa mwili, usafi duni wa choo na matumizi mabaya ya dawa za antibiotic.
SAUT TV imefanya mahojiano na baadhi ya wasichana kutoka katika chuo cha Mtakatifu Agustino ili kujua wanatumia njia gani kujikinga kufuatia na kusambaa kwa ugonjwa huu, ikiwa wao ndio kundi kubwa linaloathirika kwa kasi na maambukizi ya ugonjwa huu. Mimi kama binti, kuna njia ambazo natumia ili kujikinga na ugonjwa wa UTI. Cha kwanza, nahakikisha kwamba choo ninachotumia ni kisafi. Kwa sababu tunajua kwamba uchafu chooni kuna bakteria ambazo unaweza ukapata endapo labda umwage maji mengi, labda ili ufanye usafi, kama hivyo unaweza kupata ugonjwa. Kwa hiyo mimi nahakikisha kama choo ni kisafi na mazingira chooni pia ni masafi. Unakunywa maji mengi hivyo, kwa hiyo inasaidia. Kwa sababu tunajua kwamba usipokunywa maji, vile mkojo unavyokuwepo wa rangi ya njano, unaweza kusababisha nini? Unaweza kusababisha bakteria kwenye kibofu cha mkojo, kwa hivyo unaweza kupata UTI. Mimi katika jitihada zangu za kujikinga dhidi ya ugonjwa wa UTI ni kwamba nahakikisha kwamba vyoo ni visafi, choo changu kisafi, nafanya usafi mzuri, nahakikisha nafanya usafi kwa sabuni nzuri ya kutosha, ambayo inanisaidia kuua vile vibakteria ambavyo vinaweza kusababisha ugonjwa wa UTI. Pia kitu kingine nahakikisha ya kwamba naweka maji safi na salama ili nijilinde na huo ugonjwa wa UTI. Mbali na wao kuzingatia usafi wa mwili na usafi wa vyoo, lakini wako baadhi ambao kwao ili kujiepusha na ugonjwa huu hutumia njia za asili ili kulinda afya zao. Njia ambazo huwa nazitumia kujikinga na UTI, sana sana napendelea sana kutumia njia ya kuchemsha madawa ya kienyeji. Madawa haya ya kienyeji yanapatikana katika mazingira yetu ya kila siku, hasa kuna yale majani ya maparachichi, una uwezo wa kuyaandaa vizuri, ukaandaa michai yako, ukachanganya. Lakini pia kuna baadhi ya majani mengine ambayo yanapatikana katika mazingira yetu. Wakati wa kuyachemsha ukimaliza unayaacha kwa muda yanapoa, yakishapoa then unakuja kuyatumia kama maji ya kunywa. Zingatia usafi wa mwili, usafi wa choo unachotumia, kunywa maji mengi, kuepuka ugonjwa wa UTI inawezekana. Elizabeth Donatus wa SAUT TV. Asante sana Elizabeth Donatus kwa taarifa hiyo, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino jijini Mwanza wameeleza kuwa matumizi ya programu na tovuti za kiafya yamekuwa na manufaa makubwa katika kuwasaidia kufuatilia hali zao za afya na kufanya maamuzi sahihi. Wakizungumza na SAUT TV habari, wamesema teknolojia hizo zimeboresha uelewa wao wa masuala ya afya, huku madaktari wakisisitiza umuhimu wa matumizi sahihi na ya kuaminika ya programu hizo kwa ustawi wa afya ya jamii. Irene Mushi anaeleza zaidi katika ripoti ifuatayo. Katika ulimwengu wa sasa ambao teknolojia ina mchango mkubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, na moja ya mifano bora ni matumizi ya programu ama tovuti za afya. Programu hizi zinawezesha watumiaji kufuatilia afya zao kwa urahisi. Teknolojia hii inawasaidia watu kufanya maamuzi sahihi kuhusu afya zao kwa kutumia taarifa sahihi kwa wakati. SAUT TV hii leo imezungumza na wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino jijini Mwanza, wakieleza namna wanavyotumia programu hizi kufanya maamuzi ya kiafya. Ni kwamba unapojaza zile taarifa, zinakuletea taarifa halisia kabisa ambazo kiuhalisia kwa binadamu huwa zipo. Kwa mfano, unaweza kujaza taarifa kuhusiana labda na ugonjwa wa obesity. Manake unaweza kujaza taarifa baada ya taarifa za kuonyesha kwamba labda pengine ufanye mazoezi, pengine upunguze matumizi ya vyakula vyenye mafuta. Kwa hiyo ni taarifa ambazo zinakuja taarifa za ukweli na halisia. Pia wameeleza faida wanazopata wanapotumia programu hizi ili kufanya maamuzi ya kiafya. Afya kwa upande wangu mimi kama mimi, cha kwanza nakuwa nimeokoa muda. Ule muda kutoka hapa kuitafuta zahanati ilipo kituo cha afya, kidogo nakuwa nimeusave kwa kutumia tu app, naingia naangalia dalili. Naye Anwari Athmani ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiafya ameeleza athari za kutumia programu hizo bila ushauri wa daktari. Kina athari yake, lakini athari ya kutumia app ya afya ni kwa sababu magonjwa yanayotajwa mule ni mengi. Kwa hiyo dalili za magonjwa unakuta dalili zinafanana. Kwa mfano mtu anayeumwa malaria na typhoid na UTI, dalili zinaweza zikafanana. Ukaandika dalili ambazo zinafanana na ugonjwa mmoja, ukaambiwa unaumwa huo ugonjwa lakini sio haumwi huo ugonjwa. Hiyo ndo athari kubwa sana kutumia app ya afya.
Vile amewaasa watumiaji wa programu hizo kwenda hospitali ili kupata majibu sahihi kuhusiana na afya zao. Vitu ambavyo mtu anaweza kazingatia, cha kwanza ni kuangalia taarifa inayotolewa kwenye hiyo app. Ni ya uhalisia na inahusiana vipi na madaktari wakuu wanaotoa hiyo taarifa? Ni watu waliosoma, waliosajiliwa kwenye afya na walikuwa na elimu ya kutoa hiyo taarifa? Kitu kingine, upatikanaji wa hiyo taarifa. Inahitaji internet muda wote ama inaweza kupatikana bila kutumia internet? Hicho ni kitu kingine cha kuzingatia. Pia tunasema privacy yako, usiri wa taarifa yako unaotoa, upo katika hiyo app ya afya ama usiri wako unakuwa umefunguka, kila mtu anaona kitu unachoumwa? Hivyo ndio vitu vikuu kabisa vya kuangalia kwenye app ya afya kabla hujaitumia. Asante sana Irene Mushi kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Wizara ya mambo ya nje nchini Ghana hii leo imetangaza kufunga upya ubalozi wake nchini Marekani kufuatia madai ya ufisadi yaliyoikumba ofisi ya ubalozi huo iliyoko mjini Washington. Hatua hiyo inalenga kurejesha uwazi, uwajibikaji na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Ghana na Marekani. Na kwengineko kimataifa, hii leo ikulu ya Urusi imeikosoa vikali kauli ya rais wa Marekani Donald Trump, ikidai kuwa matamshi hayo yamejaa hisia kali na hayasaidii kutatua mzozo uliopo. Kauli hiyo ya Trump imekuja kufuatia shambulio la kijeshi la Urusi nchini Ukraine, hali iliyozua mvutano zaidi kati ya mataifa hayo mawili. Ripoti kamili na Prince Munisi. Na tukianzia huko nchini Ukraine, serikali ya Urusi kupitia msemaji wake Dmitry Peskov imekosoa vikali maoni ya rais wa Marekani Donald Trump aliyosema kufuatia shambulio la anga la Urusi nchini Ukraine na kusababisha vifo vya watu 13. Kupitia taarifa yake ya msemaji mkuu wa Putin ameeleza kuwa matamshi hayo ya Trump ni ya kihisia na hayajazingatia hali halisi ya mahusiano ya kimataifa, na kuongeza kuwa viongozi wanapaswa kuwa waangalifu na kauli zao, hasa katika kipindi hiki cha mvutano kati ya Urusi na nchi za Magharibi. Kwingineko, serikali ya Ghana imechukua hatua ya kufunga kwa muda ubalozi wake nchini Marekani kufuatia kashfa ya utoaji wa visa kinyume na utaratibu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana, imesema uamuzi huo ni sehemu tu ya uchunguzi unaoendelea kuhusu madai ya rushwa na udanganyifu katika utoaji wa visa kwa raia wa Ghana wanaotaka kwenda nchini Marekani. Aidha, taarifa hiyo imeeleza kuwa maafisa kadhaa wa ubalozi wameondolewa kazini, huku uchunguzi wa kina ukiendelea kushughulikia tuhuma hizo nzito ambazo zimezua taharuki miongoni mwa wananchi, jumuiya ya kimataifa. Lakini pia serikali ya Ghana imewahakikishia raia wake kuwa hatua hiyo ni ya muda tu na inalenga kurejesha uwazi na uwajibikaji katika taasisi za kibalozi. Na tumalizie habari zetu za kimataifa kutoka Gaza, ambapo shirika la kimataifa limeanza kusambaza misaada ya dharura kwa raia wa Gaza kufuatia hali ngumu ya kibinadamu inayozidi kuathiri eneo hilo. Aidha, misaada hiyo inajumuisha chakula, dawa pamoja na vifaa vyote vya afya, ikiwa ni muhimu katika kukabiliana na upungufu mkubwa wa rasilimali. Hata hivyo, misaada hiyo inakutana na changamoto za kiusalama na ukosefu wa miundombinu katika baadhi ya maeneo, lakini juhudi zinaendelea ili kupunguza mateso na kuokoa maisha nchini humo. Mimi ni Prince Munisi wa SAUT TV. Shukran sana Prince Munisi kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Abdul Sami Hawanga atakayekusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Abdul Sami Hawanga.
Baadhi ya wafanyabiashara jijini Mwanza wameeleza maoni tofauti kuhusu uelewa na umuhimu wa kutambua na kufuata kanuni, sheria na taratibu wakati wa kuanzisha biashara katika maeneo husika. Wakizungumza na SAUT TV Habari, wamesema kufuata taratibu hizo ni hatua muhimu kwa mfanyabiashara yoyote anayelenga kuendesha shughuli zake kwa ufanisi na kwa mujibu wa sheria. Mwingineko, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema kuwa Dira ya Taifa Maendeleo 2025 inalenga kuiwezesha Tanzania kufikia uchumi wa kati unaotegemea kwa kiasi kikubwa sekta ya viwanda, ambayo imeainishwa kuwa kipato cha juu kati ya dola za Kimarekani 4,000 hadi 8,000. Majaliwa ametoa kauli hiyo wakati wa ufunguzi wa kongamano la biashara, uwekezaji na utalii kati ya Tanzania na Japan lilofanyika jijini Osaka, likiwa na kauli mbiu tambua Tanzania kama lango la biashara, uwekezaji na utalii. Emmanuel Mashole na taarifa zaidi. Leo hii SAUT TV Habari imezungumza na miongoni mwa wafanyabiashara wa wilaya Nyamagana jijini Mwanza juu ya kutambua umuhimu wa kujua na kufuata sheria za eneo wanalotaka kuanzisha biashara, huku wakiongeza kuwa kufuata sheria hizo zitamsaidia mfanyabiashara kuepuka kufungiwa kwa biashara yake pindi asipofuata sheria hizo wakati wa kuanzisha biashara hiyo. Inakuwa inaepusha pia ule usumbufu, kwa mfano kama kufungiwa ofisi, umeona? Sababu unakuta muda mwingine unaweza kufungiwa ofisi alafu unakuta unabishana na wateja, utathmini pia hata biashara yako. Umeona? Kwa sababu kama unakuwa unafuata kulipa leseni na nini hivyo, kuna vitu vingine ambavyo utakuwa unaelewa mwenyewe kwamba biashara yako kwamba inakuwa au haikui, na kwa inasaidia. Sheria ambazo anazohitajika mfanyabiashara yoyote yule aanze kuzizingatia. Biashara yoyote ile utakayohitaji kuifungua itatakiwa wewe na TIN namba, leseni. Yaani hivyo ndio vitu vya muhimu hasa vya kuvipata kabla hujafungua biashara yako. Bidhaa yako ambayo unaizalisha itaenda kwa gharama gani na ni aina gani ya watu ambao wataenda kuinunua. Inatakiwa uhakikishe unaenda kuisajili. Mara nyingi inatakiwa ukaisajili TRA ili wao waweze kukadiria mapato na matumizi ya biashara yako. Hii itakusaidia wewe biashara yako kuifanya katika mazingira ya usalama zaidi, kwa sababu ukiwa unalipia kodi hautasumbuana na serikali. Kwa upande mwingine, Dickson Mnis ambaye ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha SAUT Mwanza katika shahada ya uzamili kutoka katika kitivo cha uchumi, ameeleza kuwa kuna faida kubwa kwa mfanyabiashara kutambua sheria kabla ya kuanzisha biashara yake, hasa katika kutatua migogoro ya kibiashara inayolenga sheria. Ni muhimu sana mtu kuweza kufahamu sheria, kwa sababu utatengeneza bidhaa au utazalisha bidhaa au utauza bidhaa ambayo serikali inaruhusu kulingana na sheria ya biashara. Lakini pia vile kwa upande mwingine itatusaidia sisi kutatua migogoro ile inayotokea wakati tunaendesha biashara zetu. Wakati mwingine unaweza kuwa unaendesha biashara ikatokea migogoro baina ya watu wawili au watatu katika kampuni, lakini kujua tumeendesha biashara au tumeanzisha biashara kulingana na sheria ya biashara. Kwa mfano kama katika nchi yetu tuna sheria mwaka 2002 ya biashara inayotuongoza, itakuwa ni rahisi kuweza kutatua migogoro yenu ambayo inaibuka ndani ya kampuni au firm yenu au biashara ambayo mmeanzisha. Na sasa tutoke Mwanza hadi Japani, ambako serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali imetengeneza mikakati ya kuwawezesha wafanyabiashara nchini kunufaika na fursa zilizopo katika mataifa mbalimbali ulimwenguni kote kwa lengo la kufikia dira yake ya taifa ya mwaka 2025 kutokana na uchumi unaopatikana kutoka sekta ya viwanda na utalii nchini, hususan kimataifa. Majaliwa ameyazungumza hayo katika ufunguzi wa kongamano la biashara, uwekezaji na utalii ambalo limewakutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na Japan pamoja na wawekezaji kutoka taifa hilo la Japani, huku akiongeza kuwa kongamano hilo limesaidia kuonesha na kueleza fursa zilizopo nchini na kutanua wigo katika kufikisha manufaa ya dira ya mwaka 2025. Pia amebainisha kuwa hadi mwezi Machi mwaka huu tayari kampuni 24 kutoka katika taifa la Japan zimewekeza nchini Tanzania kwa thamani ya bilioni 115, hali ambayo imeongeza ajira kwa Watanzania zaidi ya 101,182 na kudai kuwa ushirikiano huu wa kibiashara baina ya mataifa hayo mawili imesaidia kuinua sekta zingine ikiwemo sekta ya kilimo. Tukimalizia taarifa zetu kutoka katika mataifa ya kusini mashariki mwa Asia,
ambako Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia yaani ASEAN pamoja na Baraza la Ushirikiano la Ghuba yaani GCC zimekubaliana kuinua uchumi wa mataifa yote yanayotoka katika umoja huo, huku wakilenga kutumia wafanyabiashara wa umoja huo. Hayo yamebainishwa na Waziri Mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim kama mwenyeji wa mkutano huo, na ameipongeza Baraza la Ushirikiano la Ghuba ambalo imelenga kuimarisha uchumi wa umoja wa mataifa hayo kwa kufanikisha dola bilioni 180 hasa kwa wafanyabiashara wanaotoka umoja huo wa ASEAN. Emmanuel Mashole, Sauti TV Habari. Shukran sana Emmanuel Mashole kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Nuruddin Suleiman. Endelea kutazama Sauti TV Habari. Mimi ni Abdul Sami Hawanga. Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia Sauti TV. Mimi ni Nuruddin Suleiman. Tuanze habari zetu za michezo ambapo wadau wa soka kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti jijini Mwanza wameuomba uongozi wa chuo hicho kuanzisha timu ya mpira wa miguu kwa wanawake, wakisisitiza kuwa hatua hiyo itachangia kukuza vipaji, kuongeza ushiriki wa wanawake katika michezo na kuleta usawa wa kijinsia katika tasnia ya michezo chuoni hapo. Kwingineko katika michezo siku ya leo, Tanzania imefanikiwa kuchagua waamuzi watatu kushiriki katika semina ya pili ya CAF inayohusiana na maandalizi ya mashindano ya CHAN mwaka huu. Ushiriki huu unalenga kuimarisha uwezo wa waamuzi hao katika kuendesha mechi za kiwango cha juu ndani ya michuano hiyo ya Afrika. Ripoti ya mwanamichezo wetu Isa Omari inaeleza zaidi. Wakizungumza na Sauti TV hii leo, wadau wa soka hapa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wamesema kuanzishwa kwa timu ya mpira wa miguu ya wanawake kutasaidia kuibua vipaji vya wanawake hapa chuoni. Kuanzisha kwa timu ya mpira ya wanawake, faida zake mojawapo ni chanzo cha ajira kwa wanawake na pia waweka miili yao kuwa sawa. Kuzungumzia mpira kwa upande wa wanawake una muhimu kwa sababu mpira unasaidia katika kuwapatia kipato na pia body fitness na mambo mengine ambayo tunajua kwa ambao unafuata kwa upande wa wavulana. Uongozi wa Chuo cha Mtakatifu Agustino Sautiso una umuhimu wa kutengeneza vipaji vya wanawake ili na wao wenyewe wajipatie kipato na mazoezi ya kimwili. Aidha, naibu waziri wa michezo serikali ya wanafunzi Sautiso Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti amesema mwitikio wa wanawake kujitokeza kuunda timu ya mpira wa miguu ni mdogo, lakini wao kama wizara wameandaa vifaa vyote, kilichobaki ni kupata wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Ni kweli kwamba chuo chetu mpaka sasa hivi hatuna timu ya wanawake wa mpira wa miguu, lakini sisi kama serikali tumejitahidi kuhamasisha wanawake hao kuja kujitokeza na kujiandikisha majina yao ili basi waweze kuanzisha timu yao ya mpira wa miguu. Lakini niweze kusema kwamba ni masikitiko makubwa kwa wanawake hao hawapo na hawajaja ofisini kwetu. Mimi kama naibu waziri nilipata jina la dada mmoja ambaye aliniambia kwamba yeye anapenda mchezo wa mpira wa miguu. Wito wangu kwa wanafunzi wanawake Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, tunawaomba kama yupo mwenye kipaji, wizara tupo tayari kuwasupport kwa kuwapa vifaa, jezi pamoja na mipira. Jezi tunazo ofisini za kutosha, mipira tunayo ya kutosha. Ni nyie wadada kuja kuomba vifaa, kuja kuomba mipira, muende mkacheze. Tunawaahidi kwamba tutawapa ushirikiano mkubwa, support yetu itakuwa kubwa sana kuhakikisha kwamba nyie vipaji vyenu vinakuwa. Tuna timu nyingi za wanawake sasa hivi ambazo zinafanya vizuri. Tuna JKT Queen, tuna Simba Queen, tuna Yanga Princess. Tunatamani kuona siku moja mdada kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti anaenda kucheza JKT. Tunamsikia yupo JKT Queen, tunamsikia yupo Simba Queen, tunamsikia yupo Yanga Princess. Tutafurahi sana sisi kama wizara tunaona. Ikumbukwe kwa sasa soka la wanawake hapa nchini limepiga hatua na wachezaji kama Clara Levanga, Aisha Masaka na Opa Clementi ni miongoni mwa walimbwenda wa sakata kabumbu wanaosimama kama mfano kwa soka la wanawake hapa nchini. Kwingineko, waamuzi wa Tanzania Ahmed Arajiga, Frankie Komba na Hamdan Saidi wameteuliwa kushiriki katika semina ya pili ya CAF ya maandalizi ya mashindano ya CHAN itakayofanyika mji wa Cairo, Misri kuanzia Juni 21 mpaka Juni 25 mwaka huu. Mashindano ya CHAN yanatarajiwa kufanyika mwezi Juni mwaka 2025 na Tanzania ni miongoni mwa wenyeji wanaoandaa mashindano haya, na kwa siku ya jana CAF
walipongeza juhudi zinazofanyika juu ya marekebisho ya viwanja hapa nchini Tanzania. Na katika uga wa kimataifa, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inatarajiwa kushuka dimbani Juni 6 mwaka huu kuchuana vikali na Afrika ya Kusini Bafana, mchezo utakaopigwa katika dimba la Polokwane majira ya 2:30 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Isa Omar Isa, SAUT TV. Sana Isa Omari kwa taarifa hizo za kimichezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Nurdin Suleiman na sasa nirudishe kijiti kwake Mariam Fakihi kwa kuhitimisha habari kwa siku hii ya leo. Asante sana Nurdin Suleiman kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena mukhtasari wake. Teknolojia za kiafya zasaidia wanafunzi kufanya maamuzi sahihi wawapo chuoni. Ikulu ya Urusi yaikosoa kauli ya Trump kuhusu Putin. Na katika michezo, waamuzi wa Tanzania kushiriki semina ya CAF. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Mariam Fakihi. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.